mpya katika dayosisi yetu ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, dayosisi ya Morogoro. Leo kutakuwa na ibada ya kumweka wakfu askofu na kumwingiza kazini, lakini pia ibada ya kumwingiza kazini msaidizi wa askofu katika dayosisi hii ya Morogoro. Karibuni nyote katika ibada hii, na tukianza ibada hii katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Naomba tuketi tafadhali. Njia zetu zisafishwe kwa kuja kwake, nasi tujitoe kukutumikia kwa furaha kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Tusikie masomo kutoka kwa wasomaji. Sikilizeni neno la Mungu la siku ya Bwana ya leo itwayo siku ya tatu katika Majilio, kama ilivyoandikwa katika Mathayo takatifu mlango wa 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Mathayo mlango wa 3 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Neno la Mungu lasema, siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaya akisema, sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Na Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, na chakula chake kilikuwa asali ya mwitu. Hili ndilo neno la Mungu. Sikilizeni neno la Mungu la siku ya Bwana iitwayo siku ya Bwana ya tatu katika Majilio, kama lilivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 mstari wa 1 hadi wa 5. Neno la Mungu linasema, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kauambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyoosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa, palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipo paruza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Hili ndilo neno la Mungu. Tukiri pamoja imani yetu ya Kikristo inayotuunganisha sisi na Wakristo wenzetu ulimwenguni kote, imani ya mitume. Tukiri tukisema, na muamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, na muamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu, ushirika wa takatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Sharika tukae. Takaribisha kwaya usharika Kambala, na wakati huu utakuwa ni wakati wa kutoa sadaka ya shukrani ya wiki. Kwaya usharika wa Kambala tafadhali. Wazee wa kanisa, mtuongoze tuendelee kutoa shukrani ya wiki.
unarudisha nyuma, unasogeza mbele na ku rotate tu basi. Kuna rotate tu kutafuta. Kwaya naona hawapo. Kama kwaya Kambala hawapo, nikaribishe kwaya ya Umoja kutoka Bungo. Kwaya ya Umoja Bungo, tuendelee kutoa shukrani yetu ya wiki. Bungo mkimaliza, kwaya ya Umoja Mji Mpya mtawapokea. Tuendelee na shukrani ya wiki. Wazee wa kanisa, tuwaongoze watu kutoa shukrani ya wiki.
Mheshimiwa Askofu mweka wa Askofu Jacobo Mameo, kwa heshima namleta mbele yako askofu mteule Mchungaji Daktari George N. Rupindua, umweke wakfu ili awe askofu wa 3 wa Diocese ya Morogoro ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Neema na amani tokazo kwa Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nanyi nyote. Amen. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu kwa ajili ya kumweka wakfu mpendwa wetu askofu mteule Mchungaji Daktari George N. Rupindua ili awe askofu wa mfuatano wa kimitume Apostolical Succession wa 3 wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Diocese ya Morogoro. Naomba tuombe. Mungu Mwenyezi, mtoa mambo yote yaliyo mema, uliamuru kwa Roho Mtakatifu wako daraja mbalimbali za wahudumu wa kanisa lako, ukiwaita na kuwatuma kuendeleza huduma yako shambani mwako. Na hii leo tunashuhudia kuitwa na kutumwa kwa Mchungaji Dr. George N. Rupindua ili awe mchungaji kiongozi wa kuongoza wachungaji na Wakristo wa kanisa la Mungu. Mwenyezi Mungu, tunakusihi umwangalie kwa rehema huyu mtumishi wako ambaye anaitwa sasa kwa kazi na huduma ya uaskofu katika Diocese hii ya Morogoro. Umjalie mtumishi wako huyu Roho Mtakatifu wako anapokwenda kuweka nadhiri ya kiapo na kupokea wajibu huu mzito wa uaskofu. Umwezeshe atulie mbele yako, akiruhusu baraka na nguvu zako kwako ziwe kumshukia, ili huduma hii uliomuitia ipate kuongozwa na wewe siku zote za utumishi wake. Tunakuomba Mungu wetu wa utatu, ujidhihirishe sasa tunapokwenda kutenda huduma hii takatifu ya kumweka wakfu Mchungaji Daktari George N. Rupindua. Tujalie Roho Mtakatifu wako ili tuhudumu sawasawa na mapenzi yako. Tunakuomba Mungu uonekane ukitenda tendo hili mwenyewe kupitia sisi watumishi wako, Askofu Jacob Mameo, Askofu Daktari Glaston Gavile na Askofu Daktari George Viavango, tusiofaa wala tukistahilishwa na wewe tu. Utusikie hayo kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana wa kanisa na Mwokozi wa wote wenye mwili. Amen. Sasa wakati ubeti unaofuata wimbo huu ukiimbwa, sasa maaskofu wanapaswa kuja mbele sasa. Ule namba 75 tuimbe fungu la 3.
faraja na maonyo yatokayo katika neno la Mungu. Mungu akujalie neema ili uweze kutunza ujumbe wa maneno haya wa uaminifu moyoni mwako. Ujumbe huu uwe kanuni ya mwenendo wako. Ukumbushwe juu ya wajibu wako wa utumishi wako wa kumtumikia mchungaji mkuu Yesu Kristo. Maneno haya yawashe bidii katika utumishi wako wa uchungaji, ili huduma hii ya uaskofu unayokabidhiwa leo iweze kuwa baraka kwako na kwa wale unaopewa kuwaongoza. Unatazamiwa kwamba hutasahau utakatifu wa huduma hii, bali utatafuta daima kwa njia ya maombi hekima, uweza, nguvu na ujasiri toka kwa Mungu mwenyewe, ili aweze kutimiza kwa uaminifu utume wako, nawe ujipatie sifa njema kama mtumishi wa Mungu, na jina la Bwana lipate kutukuzwa. Mpendwa Askofu mteule Mchungaji Dr. George Andrew Pindua, kwa kuwa wajibu wako wa kuwahudumia watu unajengwa katika imani ya kuamini kuwa Mungu wa Utatu ndiye mtendaji mkuu akitumia watu wake, na kuomba sasa mbele ya Mungu na mbele ya ushirika huu ukiri imani ya mitume. Namwamini Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kristo lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Mungu akupe neema na akusaidie uwe kama mwamba wa kudumu katika imani hii kwa udhabiti wote siku zote za maisha yako na katika utumishi wako mpaka mwisho. Amen. Kwaya ya halaiki waimbe. Kwaya ya halaiki mara moja, najua tunakimbizana na muda. Msimame mlipo. Kristo. Ndiyo, kwa msaada wa Mungu niko tayari. Unakubali kusimama daima juu ya neno la takatifu la Mungu na kulisoma kila siku? Uko tayari kushindana na kila fundisho linalopotosha, ukiangalia kwa makini kwa Yesu Kristo anahubiriwa sawasawa na kufuata neno la Mungu na kuhakikisha kwa sakramenti takatifu zinatunzwa na kusimamiwa kwa usahihi kama Yesu Kristo alivyoanzisha na kuziagiza? Ndiyo, nakubali. Na ninaomba Mungu anisaidie. Je, unakubali kuishi maisha matakatifu yenye mfano mzuri kwa kila mtu, yasiwe kikwazo kwa mtu yeyote, kama neno la Mungu linavyotutaka kuishi? Ndiyo, nakubali. Na ninaomba Mungu anisaidie. Mpendwa Askofu mteule Mchungaji Daktari George Andrew Pindua, Bwana Mungu akusaidie kushika ahadi hizi kwa muda wote wa utumishi wako.
Sasa useme nadhiri yako ya uaskofu. Mimi Mchungaji Daktari George Andrew Pindua naweka nadhiri yangu mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu kukubali na kupokea huduma hii ya uaskofu wa mfuatano wa kimitume, Apostolic Succession, kwa kuwa askofu wa 3 katika Dayosisi ya Morogoro ya Kanisa ya Kiinjili ya Kilutheri Tanzania kuanzia leo hii siku ya Bwana ya 3 katika majilio ya tarehe 14 Desemba mwaka wa Bwana 2025. Naahidi siku zote kwa msaada wa Mungu kujiweka chini ya mapenzi yake ili aniwezeshe kukataa uovu wowote, anipe hekima, upole, unyenyekevu, uaminifu na uwezo wa kuliongoza kanisa katika hali ya utulivu, upendo na amani. Mungu, nisaidie niweze kutimiza wajibu wangu huu wa uaskofu katika uweza wa nguvu ya Roho Mtakatifu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wapendwa, sisi sote tumesikia kiapo na nadhiri hii. Basi sasa tumuombee mwenzetu ili aweze kutimiza kiapo na ahadi aliyotamka leo. Ninawaomba tusimame. Tuombe. Huduma ya uaskofu wa mfuatano wa kimitume, Apostolic Succession, kuwa askofu wa 3 wa kanisa lake Mungu katika Dayosisi ya Morogoro leo siku ya Bwana ya 3 katika majilio ya tarehe 14 Desemba mwaka wa Bwana wa 2025 katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mpendwa Askofu Daktari Andrew Pindua, George Andrew Pindua, sasa upokea alama za uaskofu katika jina la Mungu wa Utatu, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Askofu Daktari George Andrew Pindua na kufisha msalaba huu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Msalaba huu wa Bwana wetu Yesu Kristo, alama ya upendo aliyouonesha alipojitoa maisha yake msalabani kwa ajili yetu. Msalaba huu ni ishara ya wajibu wa uaskofu utakaoendelea kukumbusha juu ya Yesu Kristo ambaye kwa jina lake unatenda wajibu. Beba umshuhudie popote utakapokuwa. Amen.
Askofu Mameo ambaye leo unastaafu na umemkabidhi msalaba wa Diocese ya Askofu Pindua, lakini unaendelea kuwa askofu mstaafu, nasi tunakuvalisha msalaba huu katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Askofu Dr. George Andrew Pindua na kuvalisha pete hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Pete hii ni alama ya uaminifu, umoja na patano kati yako na Mungu na aliyekuita katika utumishi wake kanisa na Dayosisi ya Morogoro. Amen. Askofu Dr. George Andrew Pindua na kuvisha joho hili katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Joho hili ni alama ya upana wa kanisa lake Mungu duniani wa kulitumikia. Nenda kwa hifadhi umoja wa kweli wa kanisa lake popote utakapopelekwa kuhudumu. Amen. Daktari George Andrew Pindua, vaa kofia hii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kofia hii ni alama ya ukuhani wake Yesu Kristo katika kanisa lake. Nenda ukaongoze kwa unyenyekevu, ukiwaelekeza watu kwa kuhani mkuu, Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Askofu Daktari George Andrew Pindua, pokea neno la Mungu, upanga wa Roho, mamlaka yake hayahojiwi na mwongozo usiokosea. Amen. Naomba washirika tusimame. Morogoro.
Wengine ambao sio wa dayosisi hii wapumzike, waendelee kupumzika tu kukaa. Tutawainua kwa wakati wao. Bwana asifiwe. Na wauliza ninyi wajumbe wa halmashauri kuu ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, watumishi wote wa kada mbalimbali katika dayosisi hii na washirika wote mliopo hapa leo mkiwakilisha watumishi na washirika wote wa dayosisi hii, je, naahidi kuwa mtakuwa tayari kushirikiana na Askofu Daktari George Andrew Rupindua huku mkimshauri, mkimsaidia na kumwombea ili atimize vyema wajibu wake akiwa askofu na mkuu wa dayosisi ya Morogoro? Kama ndivyo, jibuni msema ndio, tuko tayari, tukimwomba Mungu atusaidie. Ndio, tuko tayari, tukimwomba Mungu atusaidie. Naomba mketi. Katika kutekeleza wajibu wako kwa nafasi uliowekwa kwa askofu siku zote, kumbuka na uwe tayari kusimamia sheria, kanuni, taratibu na miongozo yote ambayo imewekwa katika katiba ya Dayosisi ya Morogoro. Basi sasa na upokee katiba hiyo kutoka kwa katibu mkuu. Basi sasa, kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kanisa kupitia Dayosisi ya Morogoro, ninakukabidhi katiba hii ya Dayosisi ya Morogoro kwa ajili ya kusimamia taratibu, kanuni, sheria na miongozo ambayo imo humu. Tunapotoa hii baraka na wimbo utakuwa unaimba ule wa 132 na kengele itakuwa ikigonga. Bwana akubarikie. Bwana akuangazie uso wako kwa fadhili. Bwana akuinulie uso wako kwa amani. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama anapotimizwa mbinguni. Utupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na ile mwovu. Ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen.
Mpendwa Askofu Daktari George Andrew Rupindua, pokea fimbo hii ya uaskofu ya Dayosisi ya Morogoro alama ya mchungaji mwema anayefia kondoo wake, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Nenda sasa ukalilishe, ukalichunge na kulilinda kundi la Bwana. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, umetuamuru kuomba kwa ajili ya watendakazi shambani mwako, huyu mtumishi wako Askofu Daktari George Andrew Rupindua wa uaskofu wa mfuatano wa kimitume Apostolic Succession, askofu wa tatu ambaye kuongoza Dayosisi ya Morogoro ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Amesikia neno lako lililo mwongozo na dira ya huduma yake, na amekiri mbele yako, mbele ya wajumbe wa halmashauri kuu, wachungaji wote walioko kwenye orodha, wainjilisti na watumishi mbalimbali hii wote, na ambao nao kwa upande wao wamekiri na wameahidi kuwa tayari siku zote kushirikiana, kumshauri na kumwombea ili aweze wajibu wake vema. Tunawaombea wachungaji wote, Baba wa rehema, uwasaidie watumishi wako wote hawa, waendelee kwa neema yako katika huduma ya kuitangaza Injili na kulichunga kundi lako katika roho ya uaminifu, umoja, ushirikiano, amani na upendo, pamoja na kiongozi wetu Askofu Daktari George Andrew Rupindua. Tunaomba haya kwa jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Wimbo namba 10. Bwana anakuja, twendeni kumlaki Bwana Mungu wa majeshi. Nyosheni mioyo tukampokee huyo mwenye utukufu. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapokuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Amen. Uwakumbushe mambo hayo, ukiwaonya machoni pa Mungu wasiwe na mashindano ya maneno ambayo hayana faida, bali waharibu wasikiao. Jitahidi kuonyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi asiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa halali neno la kweli. Jiepushe na maneno yasiyo na maana ambayo si ya dini, kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Amen. Niite nami nitakuitikia,
nami nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyoyajua. Amen. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Nena maneno hayo, onya na kukaripia kwa mamlaka yote, asikudharau mtu awaye yote. Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hao wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Amen. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia, naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amen. Mpendwa Mchungaji Peter Michael Makala, umesikia maneno hayo ambayo watumishi wenzako wameyasoma, na usio wito wako na wajibu wako, ikiwa ni pamoja na maonyo, faraja na hata kutia nguvu. Ndugu mpendwa Mchungaji Peter Michael Makala, siku zote tambua kuwa wajibu wako wa kuwahudumia watu umejengwa katika imani ya kuamini kuwa Mungu ndiye mtendaji mkuu akitumia watu wake. Ninakuomba sasa ukiri mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu imani ya mitume. Namwamini Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Namwamini Yesu Kristo, mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo lililo moja tu, shirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili, uzima wa milele. Amen. Mpendwa Mchungaji Peter Michael Makala, sasa ili tufahamishe juu ya utayari, nia na roho ya kupokea wajibu huu mkubwa ulioitiwa na unakabidhiwa leo, na kuwa tayari kutimiza kama ipasavyo wito wako, ninakuomba mbele ya Mungu na usharika huu kujibu maswali haya yafuatayo. Je, utakuwa tayari kutumika katika huduma ya kuwa msaidizi wa askofu wa dayosisi hii, na utakuwa mwaminifu kama ulivyoahidi ulipobarikiwa ulipokuwa mchungaji, na jinsi za mpasa mhubiri wa Injili? Kama ndivyo ujibu, ndiyo, Mungu anisaidie. Mpendwa Mchungaji Peter Michael Makala, je, utakuwa tayari kumshauri na kumsaidia askofu katika wajibu wake wote na kuhakikisha kuwa katika kazi ya kumtangaza Yesu Kristo na huduma kamilifu kwa watu wote utaitimiza? Ndivyo nitakavyofanya. Bwana anisaidie kwa uweza na neema ya Roho wake. Mchungaji Peter
Michael Makala. Je, unaamini ya kuwa Biblia, yaani Agano la Kale na Agano Jipya, ni msingi wa imani ya maisha ya kanisa? Tena unakubali kuwa ungamo la Augsburg lilibadilishwa na lisilobadilishwa na katekisimu ndogo ya Daktari Martin Luther ni maelezo sahihi ya neno la Mungu? Kama ndivyo, ujibu. Ndiyo, naamini na ninakubali. Pokea Biblia. Neno la Mungu ndilo lililoupanga roho. Mamlaka yake haihojiwi na ni mwongozo usiokosea. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Je, katika kutekeleza wajibu wako kwa nafasi uliowekwa kuwa msaidizi wa askofu, utakuwa tayari kusimamia sheria, kanuni, taratibu na miongozo yote ambayo imewekwa kwa ajili ya kusimamia dayosisi hii ya Morogoro kama ilivyoainishwa katika katiba ya dayosisi ya Morogoro? Ndiyo, nitakuwa tayari na Mungu anisaidie. Basi sasa, pokea katiba hiyo uliyoiapia kuifuata kwa utendaji kazi zako za kila siku kutoka kwa katibu mkuu. Amen. Vajo hili liwe kwako ukumbusho, liwe kwako kumbukumbu na alama ya upana wa kazi ulioitiwa na Bwana kuifanya katika kanisa lake, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa rehema, tunakuomba umpe mtumishi wako huyu mchungaji Peter Michael Makala Roho wako Mtakatifu, ili awezeshe katika wajibu huu wa kuwa msaidizi wa askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, kukutumikia wewe na watu wako. Umsaidie kutumia vipawa ulivyomkirimia, asimame imara katika imani, akidumu katika neno, ili kwa neema yako awezeshwe kushinda majaribu. Tunaomba haya katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, aishie na kumiliki pamoja nawe Roho Mtakatifu daima, milele na milele. Amen.
Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu kupitia Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, na ukabidhi wajibu huu wa kuwa msaidizi wa askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro kuanzia leo, siku ya Bwana ya tatu katika maajilio ya tarehe 14 ya mwezi Desemba mwaka wa Bwana 2025, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tekeleza wajibu huu ukiheshimu Mungu na kuheshimu mipaka ya wajibu wako kikatiba. Bwana akusaidie. Amen. Tushirikiane sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa mbinguni. Tupe leo riziki, usamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini tuokoe na maovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Baraka za Haruni. Bwana kubarikie na kukulinda. Bwana kuangazie uso wake. Bwana kuinua uso wake. Jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Enenda ukamtumikie Bwana kwa furaha, na uso wa Bwana uende pamoja nawe. Amen. Wapendwa washarika, mbele yenu ni mchungaji Peter Michael Makala ambaye ndiye msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Morogoro. Naomba mumpokee na kumpa ushirikiano, kumshauri na kumwombea ili aweze kutimiza vema wajibu wake wa usaidizi wa askofu katika dayosisi hii. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba ili kwaya yetu ya Kambala itaimba baadaye wakati wa matoleo. Sasa tunapoingia sehemu hii, tuimbe wimbo Bwana nasikia kwamba umebariki wengi, fungu la kwanza tu, na hapo tutamkaribisha mkuu wa kanisa kwa sehemu inayofuata 135. Mheshimiwa mkuu wa kanisa, mbele yako tunawaleta wenzi wa viongozi wa Dayosisi ya Morogoro, Esther George Pindua, mwenzi wa Askofu Dr. George Andrew Pindua na Elinju Peter Makala,
mwenzi wa msaidizi wa askofu Mchungaji Peter Michael Makala ili waombewe na kupewa baraka. Mungu Mwenyezi, Baba yetu, na sasa tunakuja mbele zako ili tuweze kuwaombea watoto wako hawa Esther Pindua na Elinjo Makala. Tuombe. Tunakuja mbele zako Mungu wetu, tukiwaleta watumishi wako hawa Esther George Pindua ambaye ni mwenzi wa Askofu Dr. George Andrew Pindua na Elinjo Peter Makala ambaye ni mwenzi wa msaidizi wa Askofu Mchungaji Peter Michael Makala. Tunawaleta mikononi mwako, tunakusihi ukawalinde na kuwaongoza katika kutekeleza wajibu wao uliowaita kuwa wenzi wa viongozi wa dayosisi hii ya Morogoro. Mama wa familia, mama wa dayosisi hii, tunakuomba uwabariki, ukawape nguvu na ujasiri wa kuendelea kutumika katika kweli na kwa uaminifu. Kwa kusihi uwape uwezo wa kuishi kwa upendo, uvumilivu wakati wote watimizapo wajibu wao kama mama wa familia na mama wa dayosisi. Ukawajalie afya njema za kimwili na kiroho, hekima, busara, ili katika kunena na kutenda kukawe utukufu kwako wewe Mungu wetu. Tusikie kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba tutawapa baraka mkiwa mmesimama. Mungu awabarikie na kuwalinda, awaangazie nuru za uso wake na kuwafadhili, na kuwainulia uso wake na kuwapa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa ninaomba mwageukie washarika mtakaowaongoza pamoja na viongozi ambao mnao katika nyumba zenu. Naomba mwageukie washarika. Ndugu washarika wa dayosisi hii ya Morogoro, hawa ni wamama viongozi, washauri, watu muhimu sana. Mama ana nafasi kubwa sana ya kumuimarisha baba katika nyumba au kumchanganya baba katika nyumba. Hawa wataimarisha. Bwana Yesu asifiwe. Hawa wataimarisha sana 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 sana, na tunawaomba Mungu awawezeshe. Ninaiona nguvu hiyo ndani yao. Mungu awabariki sana. Sasa nitaomba msogee hapa ili mnapokwenda niwapitishe kwa kiongozi. Naomba mje pamoja na viongozi wale mnao washauri nyumbani. Hawa ndio washauri wakuu wa Pindua na Makala. Hawa ndio washauri ya dayosisi ya Morogoro ambayo pia ni kiungo cha KKKT. Na kila sababu ya kuwashukuru kwa niaba ya dayosisi ya Morogoro na kwa niaba ya KKKT tunapenda kuwashukuru sana baba askofu na mama askofu kwa uongozi mzuri ambao wameuonyesha katika kipindi chote tangu Mungu alipowaita kwa nafasi hii. Ninawasihi wana dayosisi ya Morogoro, kati ya vitu ambavyo Mungu anapenda ni kuwaheshimu wale waliowaongoza.
na ninapenda niache neno hili, mkae na hasa wachungaji muendelee kuangalia wale wote waliowaongoza katika dayosisi, awe ni mchungaji, mwinjilisti, askofu na yoyote, hata wamisionari waliopita hapa. Mkae muwe na jambo la kumshukuru Mungu kuwapa viongozi kama hawa. Sisi kama dayosisi, kama kanisa, alisema mwenzetu jana kwa niaba yetu wote, hatuwezi kumsahau baba askofu Mameo. Alikuwa kiungo cha pekee sana katika uongozi wa maaskofu. Napenda kushukuru sana mama. Nilisema pale tulipokuwa tunamwombea mwenzako, wewe ukikorofisha basi kule kote shughuli zote huko zinakuwa hovyo, lakini wewe umemtunza vizuri Mameo. Nikupongeze sana mama askofu, sana sana. Na wachungaji na viongozi wenye wenzi, wasikilizeni sana hawa. Mungu anatumia njia hii ya kuweza kuzungumza na sisi, kwa sababu hawa hawatuogopi. Mimi ni mmoja tu ambaye huwa mara nyingi anaita we Alex, ni mmoja. Kwa hiyo tafuta mtu anayeweza kukuita kwa jina lako, na huyu alikuwa anamuita Mameo kwa jina lake. Mungu akubariki sana. Tutaendelea kuwakumbuka na kumshukuru Mungu kwa ajili. Naomba sote tusimame tumshukuru Mungu kwa ajili yao, na hawa pia hawatapiga magoti. Tuombe. Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana sana kwa ajili ya watumishi wako baba askofu na mama askofu Mameo, ambao uliwatuma kwa wakati na kwa zamu yao, na leo wamemaliza rasmi, tena wamemaliza vizuri. Nasi tunakuinulia sifa na utukufu wewe, kwani umewawezesha si tu kuanza, bali umetembea nao katika kipindi chote. Hata wakati mwingine kama wanadamu walikuwa nakata tamaa, lakini uliwashika mkono na wakapita, na leo wamemaliza rasmi. Asante kwa kuwa Mungu wewe umekuwa kiongozi wao, na kwa wao kumaliza wanatupa nguvu hata wengine wote, kwamba kumbe tukikutegemea wewe tutafikia mwisho ulio mwema. Tunawaombea afya njema, hekima, na zaidi wao wakaendelee kuwa washauri, na kamwe wasifukue mbegu nzuri walizopanda, bali waendelee kunyweshea, kuziombea, ili mwisho tuweze kuwa mavuno mema kwako wewe Mungu. Wabariki wao, watoto wao, wajukuu wao, lakini wote pia waliokuwa watoto wao wa kiroho waendelee kuendelea vema. Ni katika Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana bariki na kulinda, kuangazie nuru za uso wake na kufadhili, na kuinulia uso wake na kupa amani, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Naomba mgeukie washarika na washarika mketi. Napenda niwatangazie kwamba nimenong'onezwa na mkuu wa dayosisi hii kwamba wao waliona leo haitoshi, tutengeneze siku ambayo itakuwa rasmi ya kuagana na baba yao na mama yao, baba askofu mstaafu na mama askofu mstaafu Mameo. Kwa hiyo mtatangaziwa, naambiwa katika mwanzo tu huko wa mwaka tutakuwa tunaijua tarehe. Amen. Lakini niwape mkono na niwatangazie neno moja ambalo sasa tunabidi tuanze kulizoea, kumwita baba askofu mstaafu. Ukisema baba askofu unamuita Pindua. Sema baba askofu mstaafu. Hebu tuseme